Okay. Haleluya. Haleluya. Sawa, nafikiri kuanza jana ndo tulianza kujifunza. Sawa? Kuanza jana ndo tulianza kujifunza kuhusu safari ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri kwenda Kanaani. Inalinganishwa na safari yetu sisi wa Kristo kutoka katika ulimwengu kwenda katika Yesu Kristo. Amen. Nafikiri tuko vizuri pale, tunaelewana vizuri. Na leo nafikiri tutamalizia hili somo. Hii sasa ni sehemu yake ya pili. Leo tunalimalizia lote, na hii sehemu ya pili nitaiweka kwenye mitandao. Sawa? Aya, tulianza kuona hivi, nifuate kwa makini sasa, munisikilize vizuri. Safari ya wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri kwenda katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, ilikuwa na hatua kubwa 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sawa? Ilikuwa na hatua kubwa ngapi? 5. Hii safari ya wana wa Israeli, sawa, kutoka katika nchi ya Misri, we kala chini, kutoka katika nchi ya Misri, sawa, kwenda katika nchi ya ahadi ina hatua kubwa ngapi? 5. Iko nasema 4 tena. Ngapi? 5. Na hivyo hivyo pia katika safari yetu sisi wa Kristo kutoka katika ulimwengu kwenda ndani ya Yesu kuna hizo hatua ngapi? 5. Amen. Hatua ya kwanza ya safari ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri walikokuwa utumwani kwenda katika nchi ya Kanaani, hatua ya kwanza ni kutoka Misri. Ndio maana tumeandika hapa Misri. Hatua ya kwanza ni kutoka wapi? Misri. Misri ndo eneo ambako wana wa Israeli walikuwa katika utumwa. Amen. Misri wana wa Israeli walipata shida. Misri wana wa Israeli walipata tabu. Misri wana wa Israeli walipigwa fimbo. Misri walikuwa watumwa. Amen. Sasa hii Misri inawakilisha nini sasa katika hii safari yetu? Katika hii safari yetu Misri inawakilisha ulimwengu. Inawakilisha nini? Ulimwengu. Misri inawakilisha ulimwengu. Maana yake ni hivi, wote walio katika ulimwengu ni watumwa. Lakini sasa utumwa huu sio utumwa tena wa kutawaliwa na Wamisri, lakini sasa ni utumwa wa kutawaliwa na nini? Na dhambi. Amen. Ina maana wote walio katika ulimwengu, wote walio katika dunia ni watumwa wa dhambi. Ndio maana Biblia inasema hivi, sawa, kwamba apendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Tupasome hapo kidogo katika Biblia. Tupasome hapo mahali ambapo panasema kwamba atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi Okay. Ni katika kitabu cha Yohana sura yake ya 8. Ngapi? Yohana sura yake ya 8. Yohana 8:34. Yohana 8:34 inasema hivi, nasoma katika jina la Yesu Kristo. Inasema hivi hapa Yohana 8:34. Na Yohana 8:34. Munisikilize vizuri. Nasoma. Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ndio maana wote walio katika ulimwengu ni watumwa wa dhambi. Yaani katika ulimwengu kuna shida, kuna tabu, kuna dhambi. Watu wanaishi maisha ya dhambi. Mimi nimeona watu, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Nimeona watu ambao wanapenda mpira hii ya Manchester sijui na nini. Kama wanacheza saa 6 za usiku, yeye naye analamuka saa 6 za usiku anaenda angalia mpira. Unaona kiwango cha utumwa huo? Yaani mtu anakubali kusacrifice usingizi wake kwa sababu ya kwenda kuangalia nini? Mpira.
Ina maana amegeuka kuwa mtumwa wa mpira. Nimeona watu ambao wanapenda sigara, kama hajapata sigara hawezi lala, anatafuta, anaenda huku anaenda kule, apate hata sigara hii moya, apige tu ndo anasikia mwili mroho. Wengine anatosha pumzi hapo, wengine anafanya inatoka mumapua. Yani mtu anageuka mtumwa wa sigara, sawa? Huyo anatembea usiku kucha, iko anatafuta nitapata sigara wapi, anotale wanga, anotale supermatch, yani mtu anakosa amani kwa sababu ya sigara. Huo ndio utumwa wa watu walio nao katika ulimwengu. Nimeona wengine ni watumwa wa uzinzi, wengine ni watumwa wa umalaya. Watu ni watumwa katika dunia. Watumwa wa nini? Watumwa wa zambi. Zambi imewafunga, zambi imewafinya kiasi kwamba hawawezi kujitoa katika dhambi. Amen. Wengine ni watumwa wa waganga wa jadi, wafumu. Mfumu akimwambia lala chini, analala chini. Mfumu akimwambia vua nguo, anavua nguo. Mfumu akimwambia cheza, anacheza hivyo hivyo. Na ni mtu mkabambi yule, ni mtu mkubwa, anafanya kazi serikalini, lakini anageuka mtumwa wa mfumu. Mfumu tu akimtisha, leta dola 10,000, anatoa dola 10,000. Watu wanageuka wafungwa wa ulimwengu. Wafungwa wa nini? Wa dhambi. Tuongeze vesi nyingine hapa kidogo, ambayo ni inanena pia kuhusu utumwa wa dhambi. Tuongeze ingine moja, Warumi 6:16. Warumi 6:16 inaongea hivi. Naomba muisikilize hii kwa makini, sababu ili muelewe ya kwamba watu wamekuwa wafungwa wa dhambi. Warumi 6:16 nasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Amen. Kwa hiyo ukiwa mtumishi wa dhambi unageuka kuwa mtumwa wa nini? Wa dhambi. Munaelewa nini inamaanisha Misri? Misri inamaanisha ulimwengu. Na Misri walikuwa katika utumwa. Sasa leo watu wako katika utumwa wa dhambi. Dhambi inawafinya watu, inawafanya watu kuwa maesclaves, les esclaves du péché. Les gens pleurent, les enfants. Watu wanaumia juu ya dhambi huko. Wengine wanajiuliza tutajitoa haje katika dhambi, wanashindwa. Wengine wako wanalia usiku mchana. Wengine ni watumwa wa uchawi. Bakisema leo tunaenda huku, banaenda. Kesho tunapanda ndege tunaenda Tanzania, banaenda. Donc les gens sont devenus des esclaves. Watumwa. Amen. Sasa hawa Misri nao walikuwa watumwa hapa, wanapigwa, wanakosesha amani, hawana raha, wanakoseshwa raha yote. Na pia na sisi hapa kulikuwa watumwa. Ikabidi Mungu atume mkombozi kuja kuwakomboa kutoka katika nchi ya Misri. Mungu alituma nani? Musa. Mungu akatuma Musa. Amen. Mungu akatuma nani? Musa, ili kuja kukomboa wana wa Israeli watoke katika utumwa wa Misri, waende katika nchi ya Kanaani. Safari ni wapi? Huku Kanaani. Amen. Sasa na sisi ili kuja kutukomboa na hizi zambi hapa, ilibidi Mungu atume mtumishi wake kuja kutukomboa. Mungu akatuma nani? Yesu Kristo. Voilà. Benjamin anapata. Kwa wakati wao Mungu aliwatumia Musa. Kwa wakati wetu sisi Mungu ametutumia nani? Yesu. Lengo kubwa la Yesu kuja ni kuja kutukomboa katika dhambi. Yaani huku ni kutoka kwingine. Kama gisi wale walivyotoka katika Misri, na sisi tutoke katika ulimwengu. Mnaelewa vizuri? Ndio. Aha, huku ni kutoka kwingine, na sisi tutoke katika dhambi, tutoke katika ulimwengu, tuende. Safari ni kwenda mpaka huko. Unaona kule? Safari ni kwenda mpaka kule Kanaani. Ndio kwa Yesu anatupeleka Kanaani. Lakini kuna hatua za kufika wapi?
Kanaani. Hautalamukia tu boom boom unaingia Kanaani. Hapana, kuko hatua za kwenda wapi? Kanaani. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutoka katika nchi ya Misri kupitia mkombozi ambaye ametumwa, na mkombozi wetu sisi ambaye ametumwa anaitwa Bwana Yesu Kristo. Na mara yote Mungu anapotuma mkombozi anataka mutii huyo mkombozi, na mara Mungu anapotuma mkombozi anamfanya yule mkombozi kuwa Mungu mbele yenu. Ndio maana Musa alifanya kuwa kama Mungu mbele ya Farao. Amen. Kwa hiyo Mungu akafanya mtu kuwa Mungu. Kwa hiyo Mungu akafanya Mungu. Hauelewi tena Mungu. Mungu anafanya Mungu. Mungu ndio anafanya Mungu. Sasa haelewi nini? Iko hivi, kila mtu aliye na Mungu ndani yake ni Mungu. Tunapatana vizuri? Ndio. Kila mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani yake ni Mungu, huyo Mungu mdogo. Kwa hiyo ila tofauti iko hivi, kama Musa alikuwa Mungu 50%, 60%, Yesu alikuwa Mungu 100%, sababu ndani ya Yesu ulikuwa utimilifu wote wa Mungu. Kwa hiyo Mungu hivi, Joseph hapa ni Mungu mdogo sababu iko na Mungu ndani yake. Sawa? Wewe pia ni Mungu mdogo sababu uko na Mungu ndani yako. Kwa hiyo kila ambaye iko na Mungu ndani yake na yeye anakuwa Mungu. Ni hivyo jinsi Mungu anavyofanya wanadamu kuwa miungu. Kila Mkristo ambaye ameokoka na amezaliwa mara ya pili, Mungu anakaa ndani yake. Na Mungu anapokaa ndani yako unageuka kuwa Mungu. Pana kugusagusa, acha hivyo jinsi. Unapata vizuri eh? Umeelewa sasa wewe ambao ulikuwa unasema kwamba uelewi? Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya Musa kuwa Mungu mbele ya Farao. Ila sasa Yesu yeye akafanywa pia kuwa Mungu wote wa kuenea. Lengo kubwa la Yesu ni kuja kutukomboa tutoke katika utumwa. Amen. Amen. Basi hatua ya pili baada ya kukombolewa na Yesu akaja kutukomboa, akalipa deni iliyokuwepo. Na deni tuliyokuwa nayo ni dhambi. Yesu akaja akachukua zile dhambi zetu zote. Yeye akafa nafasi yetu sisi ambao tungekufa. Yesu akakubali kufa ili kwamba sisi tusife tena. Unajua kwa nini Yesu alikufa? Ndio. Alikufa ili sisi tusife tena. Yeye akafa na kwenye nafasi yetu, sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa wewe yale mauti hutayapata tena, yeye aliyapata kule Kalvari. Ndio maana Yesu alitolewa akafa. Nafasi ya Jonathan kufa, Yesu akafanya nini? Akafa. Nafasi ya Josefu kufa, Yesu akafa. Nafasi ya Jina kufa, Yesu afanya nini? Akafa. Nafasi ya Paulo kufa, Yesu akafanya nini? Akafa. Nafasi ya Mape kufa, Yesu akafanya nini? Akafa. Nafasi ya Zawa kufa, Yesu akafanya nini? Akafa. Nafasi ya Benjamin kufa, Yesu akafanya nini? Akafa. Kwa hiyo Yesu akafa kwenye nafasi zetu sisi wote. Kwa hiyo sisi hatudaiwi tena dhambi. Kwa hiyo sisi hatuna deni tena. Deni lililipwa kule Kalvari. Hakuishia sisi tu, akaenda mpaka kuzimu pia. Akafia na waliokuwa kuzimu. Akatoka na wote, sababu walikuwa wanafungwa kule, kwa sababu damu ya mnyama waliokuwa nayo haikuwa na uwezo wa kuondoa dhambi, lakini ilikuwa inafunika dhambi. Ila sasa ilibidi Yesu afe, na damu ya Yesu sasa ndo damu pekee iliyo na uwezo wa kuondoa dhambi na kuosha dhambi na kuitupa katika bahari ya usaulifu na kuirudisha kwa Shetani. Unaona jinsi damu ya Yesu inavyofanya? Ndio. Damu ya Yesu inatoa dhambi kwako, baadaye Mungu anaitupa katika bahari ya usaulifu, baadaye ile dhambi inarudia mpaka kwa Shetani. Eti ile dhambi inaendaka inampiga Shetani kifuani, pupu, Shetani mpaka anastuka. Nini? Kuko mwanadamu alisamehewa dhambi duniani, ndio maana dhambi imerudi. Kwa hiyo dhambi zote mwanzilishi ni nani? Shetani. Ndio maana dhambi zote zinarudi kwa nani? Kwa Shetani. Kwa hiyo Yesu akaja akalipa hiyo deni. Kwa hiyo ukifa leo unaenda kuzimu, umeenda kuzimu kupenda kwako. Sababu hakuna mtu tena anaweza akaende kuzimu leo. Unaomba kitu kimoja tu, uamini nani? Yesu Kristo. Basi. Sababu alimaliza kazi yote. Wewe ukishaamini, kwisha maneno. Mnapata vizuri hivyo?
Kuna mtu mmoja hapa alikuwa ananiuliza hivi, alikuwa anasema, sasa mchungaji, mbona watu wako na matatizo mengi, shida ziko nyingi, na Mungu anakaa tu anaonaona tu. Kwa nini Mungu atutetei? Kwa nini Mungu atukomboe na hizi shida? Mbona matatizo ni mengi? Sasa Mungu anatusaidia nini? Mbona afanye kitu? Wale wa Edema Sonya walikuwa hapa, wale wa Garso mmoja niuliza hilo swali. Nikamuuliza hivi, simama njoo. Nikamwambia angalia pale. Walikuwa hawa wawili. Mmoja rafiki yake iko na ichwembe, iko na nywele nyingi sana hivi. Na yeye alikuwa amesheviwa. Ule wa nywele nyingi njoo nani? Mashine alikuwa na nywele nyingi sana hivi, kuna ichwembe akabambi. Na mwingine rafiki yake alikuwa anasheviwa. Sawa? Kisha nikamwambia simama. Nikamwambia angalia pale chini kuko nini? Akasema pale kuko saluni za kushevu watu. Okay. Nikamwambia zile saluni ziko pale, zimejengelelewa kwa lengo moja tu. Kufanya nini? Kukata watu nywele. Wameandika mpaka kwenye kibambazi salon de coiffure, saluni za kushevu watu nywele. Wamenunua mpaka mashini wakaweka ndani ya ile saluni. Lengo moja tu, kufanya nini? Kukata watu nywele. Amen. Je, watu hawajui kama pale kuko saluni? Wanajua. Sasa kama huyu mashini hasheviwi iko na nywele, tatizo ni ya nani? Tatizo ni ya saluni au tatizo ni ya mashini? Ni ya mashini. Je, eske salon ziko? Ziko. Na mpaka wameandika, mpaka wamejenga nyumba, mpaka wanaandika kule, hapa jamani tunashevu watu. Na mashini iko na nywele na iko anapita pale na anasoma hapa wanashevu watu na ana nywele nyingi, hataki kwenda kusheviwa. Sasa unataka watu wa saluni wao wanatoka mulu barabara wanakamata mtu kwa nguvu, we kuja tukushevu. Na we hiyo itawezekana? Watasema sasa ya watu wa saluni wanakuwa vipi? Mbona wanashika watu kwa nguvu? Kwa hiyo inabidi kwanza mashini akubali kusheviwa. Amen. Inabidi mashini afanye nini? Akubali. Baada ya mashini kukubali, aende musalo yepeke. Hapana kubebwa na mashini alipe franga kwenye saluni. Baada ya kulipa pesa, akubali wamkate nywele. Mashini akubali. Saluni zipo. Tatizo ni ya saluni? Si saluni zipo. Si saluni ziko hapa chini. Tatizo ya mashini kutokuwa na nywele, kuwa na nywele nyingi, sio tatizo ya mashini, sio tatizo ya saluni. Mashini kuwa na nywele nyingi, tatizo ni yeye mashini ndo anataka hivyo. Lakini saluni zipo. Amen. Ndo nikamwambia hivyo pia ilivyo katika Kristo. Tatizo la wewe kwenda kuzimu, tatizo la wewe sio tatizo la Mungu tena, ni tatizo lako. Mungu alishamaliza kila kitu, ameshakufa pale Kalvari, akatuandikia mpaka neno lake ndo hili. Ndo tumekuandika mpaka kwenye kibambazi Saluni si wanaandika hapa kwa kibambazi, na sisi tumeandika mpaka kwenye makaratasi, na mpaka akaweka na wahubiri, si ndio wale watu wa kushevu ndani ya saluni wahubiri sasa ndio sisi hawa tunashevu ndani ya saluni, tunakwambia okoka, unakataa, tukushike kwa nguvu. Sasa ukienda kuzimu si ni yari yako yani wewe peke njoo lipe. Ni tatizo ya Yesu haiko? Hapana. Je, saluni za kushevu watu hazipo? Zipo. Je, mashini kuwa na nywele nyingi ni tatizo ya saluni tena? Kwanza saluni, watu wa saluni wenyewe watashangaa. Watasema mashini, unatulaumu sisi? Sisi tumejenga na salo papa. Tumeandika mpaka kwa kibambazi. Juu uone ili uje usheviwe. Leo tena huko unalaumu sisi na tumeajiri mpaka wafanya kazi. Tumenunua mpaka mashini za kushevu. Ili wewe ufanye nini? Usheviwe. Tena huko unalaumu sisi tena. We kuwa na nywele nyingi ni yari lako. Ila ukipenda hata leo hii tunaweza kukushevu. Na nikamwambia na wewe pia ukipenda leo hii unaweza okoka. Nilipomjibia hilo swali lake akafanya kichwa hivi. Akasema papa, umeniconvaincre. Nitaokoka. Amen. Sasa baada ya kutoka katika dunia, baada ya kukubali Yesu, baada ya kuokoka, amen, hatua ya pili sasa, wana wa Israeli wakatoka. Si wakatoka wakaenda wapi? Kwenye bahari nyekundu. Wanaanza safari. Hatua ya pili ni bahari nyekundu, Mer Rouge. Mer Rouge. Bahari Mer Rouge, bahari nyekundu. Amen. Walipofika hapa kwenye bahari nyekundu, wana wa Israeli wakaanza chachamaa. Wanaambia Musa, tutaenda wapi Musa? Wanaangalia ngambo ya huku,
bahari, ngambo ya huku mlima, ngambo ya huku majeshi ya Farao inakuja, na wako wanakuja wanatembea kwa zile farasi, tunaenda kuwaua. Wako wanakuja kuwapiga. Jonathan, rudia huko, unaenda wapi? Fanya haraka. Amen. Sasa Mungu akafanya muujiza. Muujiza aliofanya Mungu, akapasua maji mara mbili, wote wakapita katika bahari nyekundu, wote wakapita. Amen. Bahari nyekundu inawakilisha nini katika safari yetu sisi? Tusome maana ya bahari nyekundu Okay. Hii bahari nyekundu haiwakilishi kingine isipokuwa inawakilisha ubatizo. Bahari nyekundu inawakilisha nini? Ubatizo. Bahari nyekundu inawakilisha nini? Ubatizo. Bahari nyekundu inawakilisha nini? Ubatizo. Okay. Ndio maana Biblia ilisema ya kwamba, je, baba zetu wote hawakubatizwa katika ile bahari nyekundu? Sitaki tu kupasoma sababu muda wangu unaenda. Lakini tupasome ni katika Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa kwanza hadi wa pili. Wakorinto wa kwanza Wakorinto, leo nataka tumalize hili somo, limeisha kawia sana. Wakorinto wa kwanza 10, sawa, mstari wa kwanza hadi. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa. Wote wakabatizwa wawe wa Musa. Amen. Ndio maana na sisi unapotoka katika ulimwengu, jambo la kwanza ni ubatizo. Unabatizwa. Na ubatizo wa kweli ni kuzamishwa katika maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Ubatizo wa kweli ni kuzamishwa katika maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hapana jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hiyo ni ubatizo wa uongo, ni ubatizo wa kuzimu. Hapana kukubali kubatizwa hivyo, ni ubatizo wa mapepo. Mnasikia? Hapana kubatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ni batizo ya uongo. Wakitaka kubatiza, uliza watu, mtanibatiza hai? Tutakubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sema hapana. Hapana, ile hapana, msinibatize. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, nakataa. Papa alisema hapana. Mtanibatiza aje? Tutakubatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Nasema okay, mnibatize. Ndio ubatizo wa kweli. Mnafuata vizuri hapa? Sasa baada ya wao kubatizwa, wote wakabatizwa ili wawe wa Musa. Pata hapo kwa makini Watu wanabatizwa ili wawe wa mtu. Kumbe Mungu anaweza fanya watu wawe wa mtu. Mungu ni waajabu ila tutaongea sana hapa. Baada ya wao kubatizwa, furaha ikaingia. Wote wakawa na furaha, wakaanza kuimba. Dada yetu Miriamu akaanza kucheza dazawa hata fujo. Dada yetu Miriamu akaanza kucheza, wote wakaanza kuimba. Hapa baada ya ubatizo, hii inamaanisha ubatizo ndo hatua ya pili. Hatua ya kwanza ni kutoka, hatua ya pili ni ubatizo. Baada ya wao kubatizwa, wote wakajawa na furaha. Hapo ndo kuna kile kitu inaitwa furaha ya wokovu, la joie du salut. Wokovu kuna furaha, unasikia raha. Hata kama una pesa lakini unasikia raha, uko bien. Hata kama una franga lakini uko natembea, Yesu ni wa mzuri. Na wote wakaanza kuimba. So tulisoma hiyo, nafikiri tulisoma hiyo katika kitabu cha Kutoka 15 mstari wa kwanza hadi 20. Tukasoma pia katika kitabu cha Kutoka 15:20. Miriamu akaanza kuimba. Tusome kwanza hapo haraka pia. Mnajua Miriamu njoo dada yake ya Musa. Kitabu cha Kutoka 15:20, msikie gisi Miriamu dada yake ya Musa alivyoimba. Na Miriamu nabii mke ndugu yake Haruni akatoa hatari mkononi mwake. Wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake,
wenye matari kucheza. Miriamu akawaitikia, mwimbieni Bwana, kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Mwimbieni Bwana kwa kuwa ametukuka. Farasi na wapanda farasi amewatupa baharini. Mwimbieni huyo Bwana kwa kuwa ametukuka. Farasi na wapanda farasi amewatupa baharini. Amen. Akafurahi. Amen. Wakaimba. Waisraeli wote hapa wakaimba. Na ndivyo ilivyo. Amen. Mtu yeyote kama bado anatoka kubatizwa anajaa furaha ya Mungu. Mtu wote kuna raha. Haleluya. Anajaa furaha. Kule Malawi, tulipoenda Malawi, tulibatiza watu kule. Wenzao wakaja wanawaletea maua, wanapiga njoo nini, wanapiga akeke. Amebatizwa, wakawaletea na nini, na maua. Hapa ndo kunalala furaha ya wokovu, furaha ya wokovu. Hapa ndo tunaona mtu angali anabatizwa, ni Mkristo kabisa, kila siku anatembea na Biblia yake, angali anabatizwa, ameokoka, hataki mzaa, nimeokoka, sipendi dhambi. Angali anabatizwa, mtu wote kila siku kanisani, hachelewi, angali anabatizwa, hataki mzaa, angali anabatizwa kila saa, anataka hamu asome Biblia, anaingia kwenye Biblia. Oh, God is good, God. Jesus is the Lord, my Lord, my Jesus, my God, my Savior, my Shepherd, my Redeemer. Angali anabatizwa, furaha ya wokovu. Ndio pale utaona mtu hapa munaimba wimbo, anasimama kanisani, anaanza cheza, angali anabatizwa. Mtu wimbo kidogo tu, kama ni kweli kweli ya Mungu, Mungu ni kweli 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 ya Mungu, anasimama. Yani unaona mtu angali anabatizwa, ana furaha moja hivi, iko inatoka mroho yake, yani anasikia kama vile haleluya, haleluya, haleluya. Yani kuna furaha moja huwezi ukaielezee, yani kuna raha moja ya kipekee. Yani anasikia hamu ya Mungu, yani anasikia njaa, anasikia haja ya kukaa ndani ya Kristo. Zawacha fujo. Mtu angali anafanya nini? Angali anabatizwa. Hapa ndio utaona ule mchungaji mwenye angali anabatizwa iko hivi, hakuna fujo hapa. Kileta mzaa nje. Kuna mzaa na Ukristo. Ukristo sio mzaa, Kristo ni kunyoroka. Angali anabatizwa. Hapo ndo tunaona ule mtu anabatizwa, anatetemeka mu maji. Oh, haleluya. Oh, Yesu Kristo. Angali anabatizwa. Hapa kuna furaha ya wokovu. Hapa ndo kuna mwanzo. Si bado anatoka hapa ulimwenguni? Si amekombolewa? Si alikuwa amefungwa? Na mtu tangara anatoka mu prison, si anakuwa na furaha? Utatoka mu prison tena huko hivi? Ukitoka gerezani sio tuko na raha, nimekombolewa. Nimekombolewa. Oh, nilikuwa nimefungwa, nimekombolewa. Ndo hapa. Baada ya kubatizwa kila mtu ana raha. Kila mtu ambaye baada anabatizwa mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, bado ni mchanga huyo. Au bado wote bado ni wachanga. Yaani miaka miwili mchanga, miaka mitatu mchanga, miaka minne mchanga, miaka mitano mchanga, miaka sita mchanga, miaka nane hapo unaanza kukomaa. Sawa? Munane. Miaka munane katika Ukristo unaanza kukomaa, lakini miaka sita, miaka saba bado mchanga. Sasa hapa sikiliza vizuri hapa. Sasa hapa nimewambia kuna lala kitu kinaitwa furaha. Na Mungu naye anakuangalia,
anaona furaha yako, Mungu anafurahi, anasema oh, mtoto wangu Zawa angali na furaha kumbe angali anabati oh, mtoto wangu mapema pepe angali na furaha. Hapa ndo mtu anacheza kila siku, anataka kwenda ibadani kila siku. Baba mchungaji, nataka tuonane. Baba mchungaji, nataka tuonane. Mnaenda haya, tuingie tuonane. Mnaingia ofisini kuonana, anaanza kwambia tu, leo nimeona maono mengi sana, nimeona Roho Mtakatifu. Okay, sema oh, asante mama, Bwana akubariki. Lakini unamwangalia, unamwambia sawa, twende twende. Hapa ndo mtu kidogo. Tulikuwa na mmoja dada, sisi alikuwa anacheza benu bana usa ule lwaka cha msao. Huyu dada alikuwa anacheza, yani anacheza wimbo ukipigwa, wimbo ukiimbwa, wimbo anacheza hii kifua chini, kisha anaenda anacheza hivi na hii kifua chini mudongo, alafu anasimama anapiga magoti, anaanza cheza kwenye magoti. Hata wewe kama uchezaki utacheza. Yani mtu anachezea Mungu, nafikiri ni malaika ameshuka. Kuna watu wanachezea Mungu mtu anacheza mpaka unasema voila, ona michezo ya mbinguni. Lakini leo sasa twende haraka. Baada ya kutoka katika hii hatua ya pili ya ubatizo, kuna hatua nyingine ya tatu ambayo inaita jangwa, desert. Njoo sasa hatua ya tatu. Si ulikuwa na furaha mingi hapa? Si ulicheza hapa? Hapo sijua kwenye Jonathan alicheza hapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Si ilikuwa hapa Sasa Mungu sasa anakuingiza sasa wapi? Jangwa ndio hatua ya tatu. Jangwa ni nini? Oh, naona sitasoma sababu ya muda wangu ni mfupi. Jangwa ni nini, Jonathan? Desert. Okay. Jangwa ni nini, Joseph? Inawakilisha nini jangwa? Benjamin, jangwa inawakilisha nini? Kuna chakula ama maji. Sasa jangwa maana yake desert. Yani hakuna maji, hakuna chakula, hakuna miti, hakuna uzima. Yani jangwa inamaanisha nafasi ya jaribu. Inamaanisha nini? Sasa unaingizwa katika majaribu. Hapa ule Miriamu si alicheza hapa? Kufika hapa Miriamu akaanza kuteta Musa. Miriamu. Sawa? Mwenye hapa alifanya nini? Alicheza. Zawacha fujo. Miriamu mwenye alicheza hapa. Kufika hapa anaanza teta, anaanza tukana. Wana wa Israeli wenyewe walicheza hapa. Kufika hapa wanaanza abudu miungu. Wanasaulika kama hapa waliimba Mungu ni ngome yetu. Wanasaulika kama hapa waliimba Mungu ni msaada wetu. Wanasaulika kama hapa waliimba Mungu ni tegemeo letu. Kufika hapa wanaanza sema Mungu gani huyu bwana? Musa, turudishe kwetu Misri. Ndo sasa hapa ndo mtu anaanza angaliliwa kama ameokoka au la. Sikilizeni nyinyi watoto. Katika jangwa hapa, unapokuwa katika jangwa, Ukristo wako unapofika hatua ya kufika jangwani, Mungu anaruhusu majaribu ikupate. Amen. Mungu anaruhusu shida zikupate. Zawa hacha kulia. Zawa anaanza lia, anafika jangwani. Ndo jangwa hiyo. Jangwa Mungu ataruhusu watu wakupige. Ndo nini? Jangwa Mungu ataruhusu hata mke wako akuache. Jangwa Mungu ataruhusu hata wazazi wako wakuchukie. Jangwa Mungu ataruhusu hata uchumi wako ushuke chini. Jangwa Mungu ataruhusu upate shida, upate magumu. Jangwa
Jangwa ni eneo la majaribu. Jangwa ni eneo la shida, ni eneo la taabu. Wewe ambaye ulifurahi hapa, je, utaendelea kufurahi na hapa pia? Jangwa. Amen. Hapa ndo sasa wanaangaliliwa watu ambao wameokoka hapa. Kwenye nini? Kwenye jangwa. Ambaye alicheza hapa, akarukaruka hapa, akaongea kwa lugha hapa, akatabiri hapa. Je, hapa nako atatabiri tena hapa? Ambaye alikuwa anacheza hapa kote na yao. Jangwa, magumu, matatizo. Yaani unakaa unaanza kuuliza, hivi huu Kristo jamani, umaskini sio maskini. Shida sio hata mimi sitaweza. Mimi sitaweza. Iko wapi huyu? Jangwa. Hapa ndo tumeona wengi ambao walikuwa wanajidai wameokoka kufika hapa miguu chini. Hapa ndo tumeona wengi ambao walijidai ni wachungaji kufika hapa miguu yulu. Hapa jangwa hapa. Kuko maneno hapa. Amen. Amen. Hapa ndo watu wanakufia hapa. Sema amen. Amen. Hapa ndo watu wanapata matatizo. Mtu alikuwa hapa angali hapa mhubiri mzuri sana. Mpaka akaanza kujitapa kwamba mimi nimeshampata Roho Mtakatifu. Kumbe alikuwa angali hapa, ingali ile furaha ya wokovu. Ingali furaha ya nini? Ya wokovu. Sasa yeye kutoka hapa kufika hapa sasa anakutana na mtu kuko ndugu mmoja alikamata Biblia yake na mabronshiri akaenda kwa mchungaji Pastor Mabembe kule Tanzania. Akamrudisha akamwambia, Pastor, nimekuja rasmi kuja kukuambia ya kwamba nashindwa na Ukristo. Kwa hiyo nimekuja kukurudishia Biblia yako na majumbe hizi nashindwa. Enu kanisa ile kanisa ya ambamino. Amen. Amekubali yeye mwenyewe ameshindwa hapa. Yeye mwenyewe amekubali amefanya nini? Jangwa hapa sasa ndo tunaanza kukuangalia. Amen. Jangwa ndo nafasi ya mashida, ndo nafasi ya matatizo, ndo pale utapata crise financiere. Hauna pesa, hauna ndururu, lakini unasikia njaa. Huyu utakula nini? Watoto hawana pesa za kulipa shule. Unaishi Ulaya lakini kwa kama huko mwenye kuwa Afrika. Jangwa. Unafanya kazi lakini mshahara ni kama haupati chochote. Jangwa. Mume wako mpaka anakuachilia. Jangwa. Sasa kwa nini Mungu anaruhusu upite jangwa? Ili kukufiltre, kukutengeneza, kukuponda mpaka umfanane yeye. Kwa nini Mungu anaruhusu upite pale? Aone msimamo wako katika imani lako. Je, utaendelea kusimama hata wakati wa matatizo? Jangwa. Wote walipitia pale. Amen. Hatua ingine inayofuata baada ya jangwa ni hatua ya Yordani. Yordani tulisema maana yake nini? Kufa. Njoo Yordani. Wanazika utu wako wa kale, wanazika tabia zako za kale, wanazika ule Josefu wa kale. Anaenda na maji. Unazaliwa mara ya pili. Baada sasa ya kutoka katika jangwa ndo sasa unazaliwa mara ya pili. Ule mtu wa kale akapondwa hapa. Uchawi ukaondolewa, kiburi ikaondolewa, majivuno yakaondolewa. Mungu akakuchonga. Baada ya kukuchonga, akachukua ule mtu wa kale akamtupa katika Yordani, akaenda. Ukabaki sasa wewe wa asili. Ndipo sasa unafika kwenye hatua ya mwisho ambayo ni Kanaani. Unaingia sasa wapi? Kanaani. Kanaani maana yake nini? Roho Mtakatifu. Haleluya. Kanaani maana yake nini? Kanaani maana yake nini? Roho Mtakatifu. Kanaani maana yake nini? Roho Mtakatifu. Acha fujo. Kanaani maana yake Roho Mtakatifu. Sasa sikilizeni hapa. Baada ya wao kufika Kanaani, vita viliendelea. Ina maana baada ya wewe kupata Roho Mtakatifu haimaanishi kwamba vita vimeisha. Vita vinafanya nini? Je, Waisraeli hawapigani mpaka leo? Je, hawako katika nchi ya ahadi? Wako katika nchi ya ahadi lakini wanapiga. Kwa hiyo na sisi nchi yetu ya ahadi ni Roho Mtakatifu. Ndio maana baada ya kupata Roho Mtakatifu vita vinafanya nini? Vinaendelea.
Sasa kuna kitu nataka muelewe hapa. Amen. Hapa kwa wao kutoka hapa Misri, sawa, kwenda Kanaani walikuwa watu 2,000,000. 200 millions. 200 millions ndo waliotoka wapi hapa? Kuna verse ambazo nilikuwa nimeandaa hapa, ila sijui kama nitazisoma zote, sababu nilikuwa nimeandaa tusome kuanza kabisa kitabu cha Kutoka 12:37 hadi 38. Katika kitabu cha Kutoka 12:37 hadi 38, Musa, Mungu alimwambia ahesabu watu, sawa? Musa akahesabu watu ambao watatoka Misri kwenda Kanaani. Wanaume wa kuanza miaka 20 kupandisha walikuwa watu 1,600. Njo wanaume, hapana wazee. Wanaume kuanza miaka 20 mpaka karibia 18 hivi au 17. Watu 1,600. Sasa katika hawa watu 1,600 hawakuhesabiliwa wanawake, sawa? Katika hawa watu 1,600 hawakuhesabiliwa watoto, sawa? Katika hawa watu 1,600 kuna kikundi kingine ambacho kiliambatana na wao, kikundi kingine cha watu wengi sana. Katika hawa watu 6,000 hawakuhesabiliwa Walawi. Unaona huko sasa, katika watu 600,000 hawakuhesabiliwa wanawake, hawakuhesabiliwa watoto. Kile kikundi cha watu wengine hakikuhesabiliwa na Walawi hawakuhesabiliwa. Kwa hiyo sasa ukichanga hawa wengine wote kuchanga na hii 1,600 wanakuwa watu 2,000,000 au 2,200,400. Hapo katikati ndio kuko approximate hapo, watu 2,000,000 au 2,200,400. Donc 2,400,000 ndo watu ambao walitoka hapa Misri kwenda Kanaani. Sasa niwaulize swali, mnajua kwa hawa waliotoka hapa Misri wangapi walifika Kanaani? Wangapi? Wawili. Yaani kwa watu 2,000,000 waliotoka Kanaani, wawili tu waliotoka Misri, wawili tu ndio waliingia hapa. Nani na nani? Yoshua na Kalebu. Hawa wawili. Mnajua wote waliangamilia wapi? Jangwa. Ndio maana unaona wengi bado anafuraha hapa, kumbe ataangamilia wapi? Hapa. Unaona mtu hapa iko haleluya, Yesu ni Mungu. Unaweka mkono mwili chafu. Twende huko mbele, safari bado ni ndefu. Hamna, mimi nimeokoka, nampenda Yesu mimi. Sawa mama, Bwana akubariki. Unaona mtu anakuja, baba mimi Mungu amenionekania, nimepata maono, Mungu ana. Sawa, Mungu akubariki kwa kupa maono. Safari bado ni ndefu. Amen. Amen. Safari bado ni ndefu. Mimi nimepata Roho Mtakatifu jana, nimeokoka. Haleluya. Na alibatizwa mwaka jana. Alibatizwa mwaka jana. Mimi haleluya, nimeokoka kuzidia watu wote. Asante kwa kuokoka kuzidia watu wote. Mungu akubariki, lakini twende. Tutaonea huko mbele. Tutaonea hapa. Twende huko mbele. Laissons le temps au temps. Twende, tusonge na safari. Wengi waliangamilia hapa. Ina maana hapo kuliangamia watu 1,998,000. Mnasikia nini watoto? Watu walioangamia katika jangwa, watu walitoka 2,000,000 au 2,200,400 ndio ambao wanashuhudiwa walitoka katika Misri kwenda. Lakini waliofika ni watu wa hawa wawili. Hii safari ni ngumu.
Hii safari ni nini? Ni ngumu, ni nzito. Tumeona wengi wameanza vizuri, lakini wamemaliza vibaya. Amen. Wengi wameanza wanajiita Wakristo, wameokoka nini, maichi mingi sana, lakini mwisho wake wakamaliza vibaya, wakashindwa kufika. Wachungaji wengi wanaishia hapa, Wakristo wengi wanaangamilia hapa, wakubwa wengi wa makanisa wanaangamilia hapa. Ndio maana ukiona mwenzako amesema ni Mkristo katika hii injili yetu ya utakatifu, katika ujumbe huu, na iko ndani na miaka 20 ameokoka na amesimama vizuri, anasonga mbele, mpatie mkono, mwambie Bwana akubariki. Miaka 20, mwambie Bwana akubariki. Hata akupatie mkono haina shida, kwa sababu sio rahisi, ni kwa neema ya Mungu tu. Kwa hiyo ndio maana wengi pia wanaokoka, lakini wataka uingia ni wachache. Hebu wazia leo kama duniani kote kuko watu trilioni 8, kama tukienda kwa hizi hesabu za 2 kwa milioni 2, ina maana dunia mzima kutanyakuliwa tu watu 800 tu. 800 tu ndio watanyakuliwa. Watakaoona Yesu ni wachache. Safari hii inalinganishwa na safari yetu ya Ukristo. Jambo la pili ambalo nataka muone, nilikuwa leo hii ninaangalia distance kutoka Misri kufika Yerusalemu, sio Kanani Nikawa ninaangalia kwenye Google Map, wakaniambia hivi, distance ya kutoka Misri kufika Yerusalemu inategemea na usafiri utakaoutumia wewe. Mnafuata vizuri hapo Inategemea na usafiri utakaoutumia. Sasa nikaanza kuuliza, niambie usafiri wa kwanza. Usafiri wa kwanza nikauliza, wakasema usafiri wa ndege. Usafiri wa ndege kutoka Misri kwenda Kanaani ni kilomita, kwa usafiri wa ndege ni kilomita 423. 423 kilometre. Sawa? Na kwa ndege unatembea dakika 20 hadi dakika 30. Tunapatana vizuri hapo Kwa mguu, yani kwa gari ni kilomita 2719. 2719 kilometers. Na ukitembea kwa gari unatembea masaa 24, 24 hours. Sawa? Sasa ukitembea kwa mguu, ukitembea pole sana kwa mguu, unafanya siku 40. 40 jours. Kwa hizi kilomita 2790, ukitembea pole sana unafanya siku 40. Siku ngapi? 40. Unafika Kanaani. Sasa siku 40 si ni wiki ngapi? Ni wiki, tuseme wiki kama 3 na wiki 3 na. Sasa unajua kutoka hapa Misri kufika Kanaani, unajua Israeli walifanya siku ngapi? Miaka 40. 40. Miaka 40. Fasi ya kutembea mwezi moja, wao walitembea miaka 40. Fasi ya kutembea mwezi huu umoja, wao walitembea miaka 40 ngapi? Unajua kwa nini? Niambie kwa nini? Sababu ya kutembea polepole. Wale anadanganya. Unajua kwa nini? Jina kwa nini? Balizamazama munjia. Unajua mimi. Hapo kuna jambo. Sababu kubwa ni kwa sababu wale watu wengi waliotoka Misri, sawa hapana kuchoka. Sababu ni nyingi sana, nitawatajia sababu 4, 5, 6. Sababu ya kwanza, Mungu asingewaruhusu wapite njia ya moja kwa moja, sababu Wafilisti wangewaangamiza. Kwa hiyo ikabidi Mungu awaruhusu wapite njia ya mzunguko ili wapite katika hizi hatua
kwa sababu agano la kale ni kivuli cha agano jipya. Mnapata hapo eh? Sababu nyingine ya pili ni kwa sababu hawa watu walikuwa hawajatoka katika mawazo ya Misri, walikuwa bado wangali kwenye mawazo ya Misri. Ndio maana walipopata shida hapa kwenye jangwa, wakaanza kuambia Musa awarudishe wapi? Misri. Maana yake ikiwa umeokoka na bado una mawazo ya ulimwenguni, hautaenda mbali. Kama umeokoka, wewe weka mawazo yako kuelekea wapi? Mbele. Usiwazewaze nyuma tena, usiwazewaze ulimwenguni tena. Amen. Sababu nyingine, mnajua sababu nyingine ni ipi? Sababu nyingine kwa sababu hawa watu hawakuamini Musa 100%. Mungu anapowatumia mjumbe lazima mumwamini 100%. So msipoamini ujumbe na mjumbe wa Mungu, Mungu atawazungurusha, mtafanya miaka 500. Amen. Haleluya. Mnaona hii safari jinsi ilivyo eh? Ndivyo ilivyo pia safari yetu ya Ukristo. Unaanza katika kutoka ulimwengu, unakombolewa na Yesu, unabatizwa. Baada ya wewe kubatizwa, unapita katika jangwa majaribu. Baada ya majaribu, unakufa, unazaliwa mara ya pili. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, unapokea Roho Mtakatifu. Yaani Misri, Bahari Nyekundu, jangwa, Yordani, Kanaani. Na ukishapata Roho Mtakatifu unakuwa Mkristo kamili. Basi, Bwana abariki hayo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kuku mwenye uko na swali? Ndio. Pale jangwani. Kama unaisha katika neno la Mungu, majaribu itaisha. Majaribu hayataisha. Majaribu yanaendelea mpaka siku ya kufa. Sio nilisema hilo jana. Majaribu yataisha? Hapana, majaribu yanaendelea. Ila tu majaribu ya wewe umesha kuwa hapa Kanaani ni tofauti na majaribu ungali jangwani. Sababu umesha kuwa Kanaani, kumbuka ulishazaliwa mara ya pili. Wewe ni Mkristo tayari. Kwa hiyo hata majaribu yaje jinsi gani, unajua kwamba kimbilio langu ni Bwana Yesu Kristo. Hata shetani ajipige jinsi gani, unakimbilia kwa nani? Kwa Yesu. Tofauti na majaribu ya mtu angali hapa. Mtu angali hapa yuko na mawazo mengi, anasaulika hata kama Yesu ndo kimbilio lake. Sawa? Aya, tuishie hapa kwa leo. Tutaendelea baadaye. Asante, Bwana wabariki. Kwaheri.